Na ninaanza na ripoti kwamba mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yamefanyika leo katika mji mtakatifu wa Mashhad, huku yakifunikwa na mashambulizi mapya kati ya Marekani na Iran yaliyozidisha hofu ya kurejea kwa vita kamili katika Mashariki ya Kati. Wakati Washington ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Tehran, Iran nayo imejibu kwa kushambulia maeneo yanayohusishwa na Marekani katika mataifa ya Ghuba. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Maelfu ya waombolezaji wamefurika katika mji wa Mashhad kaskazini mwa Iran kushiriki mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika shambulizi la pamoja la Marekani na Israeli mwishoni mwa Februari. Waombolezaji walibeba bendera za Iran, picha za Khamenei na bendera nyekundu zinazotafsiriwa na wengi kuwa ishara ya kulipiza kisasi. Hata hivyo, mwanaye na mrithi wake Ayatollah Mojtaba Khamenei hakuonekana hadharani. Vyombo vya habari vya Iran vimesema bado anaendelea kuuguza majeraha yapata katika shambulizi lililomuua baba yake na hajaanza kuonekana mbele ya wananchi tangu alipoteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo. Hoda, mama wa nyumbani mwenye umri wa miaka 35 aliyeshiriki katika mazishi hayo, amesema kwao mazungumzo si kipaumbele bali kulipiza kisasi. Kitu pekee kitakachoturidhisha ni vifo vya Trump na Netanyahu. Hatupaswi kufanya maelewano kwa hali yoyote kwa sababu hatuna sababu ya kufanya maridhiano na Marekani au Israel. Wamemuua kiongozi wetu. Serikali yetu haina haki ya kurudi nyuma na wananchi hawatakubali makubaliano yoyote, kama alivyoeleza Aga Mojtaba. Lakini wakati mazishi hayo yakiendelea mjini Mashhad, Marekani ilifanya mashambulizi mapya kwa usiku wa pili mfululizo dhidi ya takriban maeneo 90 ya kijeshi nchini Iran. Jeshi la Marekani limesema mashambulizi hayo yalilenga mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya rada, maghala ya makombora na droni pamoja na miundombinu ya kijeshi katika mwambao wa Iran kwa lengo la kupunguza uwezo wa Tehran wa kutishia usafiri wa meli katika mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Iran, watu wasiopungua 14 wameuawa na wengine 78 kujeruhiwa. Maafisa wa Iran wamesema pia kwamba eneo la nje ya kinu cha nyuklia cha Bushehr lilipigwa, ingawa hawajaripoti uharibifu kwenye mtambo wenyewe. Tehran ilijibu kwa kushambulia kile ilichokiita miundombinu ya jeshi la Marekani nchini Bahrain, Kuwait na Qatar. Iran imesema ililenga mifumo ya Patriot nchini Kuwait, kituo cha tahadhari za mapema nchini Qatar na ghala la mafuta la jeshi la Marekani nchini Bahrain. Ving'ora vya tahadhari vilisikika pia nchini Jordan ambako makombora 8 yalidunguliwa bila kusababisha majeruhi. Mashambulizi hayo yamefanyika saa chache baada ya Rais Donald Trump kutangaza kuwa makubaliano ya muda ya kusitisha vita yamevunjika kufuatia mashambulizi dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz. Trump alisema mashambulizi hayo ni kulipiza kisasi na kuonya kuwa hatua kali zaidi zitachukuliwa ikiwa Iran itaendelea kuhatarisha usafiri wa majini. Iran kwa upande wake imeutuhumu utawala wa Marekani kwa kuvunja makubaliano na kuonya kuwa kila shambulizi litajibiwa. Mvutano huo umeongeza hofu ya kurejea kwa vita kamili katika kanda ya Mashariki ya Kati na kuibua wasiwasi kuhusu usalama wa mlango bahari wa Hormuz, njia inayopitisha karibu 20% ya mafuta yanayouzwa duniani. Ni ripoti yake Idi Sesanga, asante sana. Huko visiwani Zanzibar leo kulisainiwa tamko la pamoja la vyama vikuu vya kisiasa CCM kinachotawala na ACT Wazalendo cha upinzani, linaloweka msingi wa vyama hivyo kushirikiana kukwamua mkwamo wa kisiasa uliovikumba visiwa hivyo tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Hii si mara ya kwanza kwa pande hasimu visiwani humo kupata mwafaka wa kisiasa, lakini kila mara ukaribi hapo uchaguzi hali ni ile ile ya kutoaminiana na matokeo yake yamekuwa na maafa yanayohusisha upoteaji wa maisha, mali na heshima. Mwenzangu Mohamed Khelef amemuuliza mwandishi wa habari wa siku nyingi visiwani humo Jabir Idrisa juu ya kile kilichobadilika kwenye awamu hii. Ukisema hakuna kipya utakuwa hujapatia sawa sawa, lakini pia ukisema kuna kipya utakuwa bado hujaenda vizuri. Namaanisha kwamba bado kuna kazi ya kufanya. Tuichukue hii hatua ya leo kama hatua 3 katika kwenda mbele, hatua ziwe 10. Unapozingatia hatua 7 zilizobakia na 3 zilizopigwa, je, unadhani kwamba zilizopigwa ni muhimu zaidi na ndo za msingi na kwamba bila kupigwa hizi hizo 7 zisikufikiwa, au unadhani kwamba hapana, kazi kubwa zaidi ambayo imebakia kuna ambayo imeshatekelezwa? Hii hatua ni muhimu sana kwa sababu ya kufika zile hatua 7 zilizobaki isingewezekana kama hazikupigwa hizi 3.
kwa sababu hapa pamewekwa msingi. Kuna haja ya kuendelea kuyatazama kwa upana zaidi yale tuliyoambiwa maeneo ambayo ni ya mazingatio katika kuleta mwafaka kamili. Moja, lakini la pili sasa utekelezaji. Ni hofu ndio penye swali, kwa sababu inaonekana kama kwamba ukipita katika mitandao ya kijamii kilichotanda zaidi ni hofu ya watu kuliko ni matumaini yao walionayo. Kwa nini ikawa hofu imekuwa ndio sehemu kubwa zaidi katika tukio hili ambalo lingetakiwa kutazama kama kwamba ni tukio la kukwamua mkwamo kuliko ni matumaini? Kwa nini ikawa hivi? Ni kwa sababu hawa wanaoyataka mabadiliko wanawajua vizuri wale wanaokabiliana nao, si watu wa kuaminika, kwa sababu ndo hawa ambao miaka iliyopita walivuruga maksudi, yani kwa dhamira yake mtu maksudi, kiongozi akaamua kuvuruga maridhiano. Hawa viongozi wawili tuliosikia leo wanasifiwa kwa kuyaongoza vizuri mazungumzo upande wa Chama cha Mapinduzi. Mmoja alijenga maelewano, siasa ya maridhiano katika nchi, aliyemfuatia akayavuruga. Mazungumzo yamekwenda miezi 8 ya kufikia hatua kama hii, na ndani ya kipindi chote hiki Zanzibar imebakia watulivu ikisubiri hatua hii ambayo imefikiwa sasa. Je, zama unadhani kwamba zinaweza kubadilisha hali ikawa hata kama ni wale ikawa wakati si ule wakati ni mwingine huu? Na mimi nataka kujipa imani kama wanavyojipa baadhi ya hao watu ambao wanauliza swali hili, kwamba huenda na Mwenyezi Mungu ajalie sana awape nyoyo safi hawa thabiti, utekelezaji uende vizuri. Ni jambo ambalo linawezekana. Unajua uzuri ni kwamba ni jambo linalowezekana, kwa sababu kwa nini kuwe na ugomvi katika kuendesha nchi? Kwa nini wengine wavute kushoto ambako wananchi hawataki, lakini wengine wavute kulia ambako wananchi wanataka? Nchi ni ile ile moja, jamii ni ile ile moja. Tunavutana kitu gani wakati tunahitaji Zanzibar isonge mbele? Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Mohamed Khelef na mwandishi wa habari wa siku nyingi visiwani Zanzibar, Jabir Idrisa. DW tunavuma kwa kishindo. Naam, tunapozidi kusonga mbele ni kwamba hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kufika Uturuki kwa mkutano wa jumuiya ya NATO imeonekana kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Katika mkutano huo, Rais Recep Tayyip Erdogan alimkaribisha Trump kwa shamra kubwa zilizojumuisha maonyesho ya ndege za kijeshi. Hatua kubwa zaidi ya kidiplomasia imepigwa baada ya Trump kuahidi kuiondolea vikwazo Uturuki vilivyotokana na kununua mifumo ya ulinzi wa Urusi kipindi cha nyuma. Ripoti kamili na Michael Kwena. Uhusiano kati ya Marekani na Uturuki umeonekana kuimarika katika mkutano huo wa siku 2 uliomalizika Jumatano wiki hii mjini Ankara. Akiwa nchini humo, Rais wa Marekani Donald Trump aliweka wazi kwamba yuko tayari kuiuzia Uturuki ndege za kisasa za kivita aina F-35, ingawa baadaye alifafanua kuwa bado hajafanya uamuzi wa mwisho. Katika kipindi chote cha mkutano huo, Trump alimpongeza mara kwa mara Rais Erdogan, huku viongozi hao wawili wakionekana wenye furaha tele wakizungumza kupitia wakalimani wao. Trump amenukuliwa akisema alihudhuria mkutano wa NATO kwenye taifa hilo kwa sababu mwenyeji wake alikuwa Erdogan, jambo ambalo limechukuliwa kama ushindi wa kidiplomasia kwa Uturuki. Naye Erdogan alimshukuru Trump kwa kuthamini urafiki wao na kuonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Moja ya maamuzi yaliyochukuliwa na Trump katika kukuza ushirikiano ni ahadi yake ya kuondoa vikwazo vya Marekani dhidi ya Uturuki ambavyo viliwekewa mnamo mwaka 2019 baada ya Ankara kununua mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi unaojulikana kama S-400. Trump alikwenda mbali zaidi na kumtetea Erdogan dhidi ya ukosoaji mkali wa hivi karibuni kutoka kwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Itakumbukwa kuwa siku kadhaa zilizopita Netanyahu alionya dhidi ya uwezekano wa Marekani kuiuzia Uturuki ndege za kisasa za kivita aina F-35. Hata hivyo, Trump ameonyesha kuendelea kumunga mkono Erdogan na kuashiria kuwa yuko tayari kuimarisha ushirikiano wa kiusalama kati ya Washington na Ankara. Licha ya Trump kuonesha ukaribu na kutoa ahadi za kuiuzia Uturuki ndege zake za kivita na kuiondolea vikwazo, wachambuzi wanasema ahadi hizo zinaweza kukabiliwa na upinzani mkali ndani ya bunge la Marekani. Hii ni kwa sababu sheria za Marekani zinazuia ushirikiano huo wa kijeshi, wakati Uturuki bado inamiliki mfumo wa S-400. Kwa miaka kadhaa,
Uturuki imekuwa ikisisitiza kutaka kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani na kuruhusiwa tena kushiriki katika mpango wa ndege za kivita za F-35, lakini Ankara iliendelea kushikilia msimamo wake wa kununua mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi wa S-400 mwaka 2019.